Baba yetu wa mbinguni, tunaomba akili zetu zifunguliwe kuelewa somo hili jioni ya leo, katika jina la Yesu Bwana wetu, amen. Sasa kwanza niwape ongera na pia niwape pole, na inaonyesha walimu huenda ndio umechoka, lakini nyinyi ndio bado mnahitaji kukesha zaidi kwa neno la Mungu. Au ni mmechoka Adrian? Maana hata Ndacha akiambiwa mzami yako imefika, unasema hivi hawa watu tunawachosha. Sasa umesikia watu hawachoki, wanataka chakula cha Bwana. Bwana asifiwe. Unajua sasa hivi kanisa hili, na tunahitaji iwe hivyo, kwamba turudishe ile enzi ya zamani ya kanisa la Wasabato. Sasa nimekumbuka zamani ilikuwa ni magombo tu ila sasa hivi yako hakuna, ni mambo kaza wa kaza. Ongeleni kwanza kwa mafundisho ya afya. Kifupi, swala afya ni swala la msingi, na ni ukweli tunaumwa sana. Uongo kweli? Tunaumwa hapa. Kila mmoja akianza kuhojiwa kuhusu madhara yanayompata au ugonjwa wako nao, tutakesha. Tunaumwa, na tunashukuru wale ambao wanatupangia masuala ya afya. Lakini kuna kitu ambacho sasa ni bora zaidi. Msomaji huko nipo, Timotheo wa kwanza 4:8. Kuna kitu ambacho ni bora zaidi, nataka niwafikishie hapa. Anasemaje? Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za kimwili kwafaa kidogo. Lakini utaua hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakaokuwepo baadaye. Sasa hapa tunajifunza mambo yatakuwepo, uzima wa sasa na yale ambayo yatakuwa baadaye. Bwana asifiwe. Sasa ukifanya matengenezo ya afya na hauna uzima, ni kazi bure. Kwa unatakiwa huko kwanza na uzima, alafu ifuate nini? Matengenezo ya afya. Yote yanafaa, maandiko yanasema, lakini uzima wafaa sana. Bwana asifiwe. Maana tuna ahadi ya kubadilishwa miili yetu. Hii miili itaendelea kugonjeka, lakini si kwamba sasa tuendelee kuigonjesha kwa kula hovyo. Kwa kutakuwa na adabu katika miili yetu, tutakuwa tunajaribu au tunajaribu wenyewe katika namna hiyo. Kwa hiyo Mungu anataka tufanikiwe kwa vyote. Hebu kitabu kile cha waraka wa Yohana 3, waraka wa 3 wa Yohana sura moja tu, mstari ule wa 2, inasemaje? Anasema ndio, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Anaomba tufanikiwe katika mambo yetu yote, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana asifiwe. Tunatakiwa mapenzi, tuwe na afya bora, lakini cha pili kile, roho yako ifanyeje? Ifanikiwe. Roho yako ifanyeje? Ifanikiwe. Hilo swala la msingi. Afya na roho ifanikiwe. Sasa leo mimi nitasimama kama daktari wa mambo ya kiroho. Baada ya kuwa na afya, na tuingie katika afya nyingine ya milele. Bwana asifiwe. Ambao ukiikosa hii, mzee gumo, ukiikosa hii, kwisha habari yako. Na siku hizi masuala ya afya, unajua hata watu wa dunia sasa hivi wamezingatia afya. Hujagundua? Mambo ni mengi. Na hii ndo nafasi ya sisi ya kupenya. Mtu akiwa mgonjwa, mgonjwa, hata kama ni Muislamu, hata kama ni hataki hii neno la Mungu, unaweza ukampigisha magoti na mkaomba naye. Usicheze na ugonjwa. Hivi nyewe mnaelewa vizuri Kuna Muislamu hapa ndacha alinisimulia Wambugwe, aligonjeka na alikuwa ni mbishi. Je, waona yule mtu dunia hii? Lakini alivyogonjeka akapewa dawa, afu akaambiwa tupige magoti tuombe. Ustadhi akafanyaje? Tena kwa jina la Yesu. Usicheze na ugonjwa. Hata kuna ustadhi mmoja alinipigia tujui toka Mombasa, anambia mtumishi Masawe, tuache tu masuala haya. Yesu ni Mungu, Muhammad si mtume. Hebu nisaidie dawa hii.
Tuko pamoja? Sasa hiyo ni nafasi ya kupenya. Bwana asifiwe. Lakini tusipenye nasi tunajisahau kwa kile ambacho kinaujia nini? Ulimwengu. Na utaratibu watu utajipanga vizuri, alafu mwisho unakosa uzima nini? Kwa twende yote sawa kwa sawa, ila mmoja mizani yake ni kubwa zaidi. Sasa katika msingi ambao tumeupita awali, somo la jana tuliangalia mambo mengi sana. Siwezi kurudia nyuma, kwa wale ambao wamechelewa au mmekuja leo mtanisamehe. Muda wangu ni mchache. Kesho fikiri nitatoa highlighting kama nitapata nafasi, kama ratiba ipo vizuri kwa sabato ya kesho. Nitaelezea mambo mengi. Jana tulifika katika zama za mitume, tukaangalia wapinga Kristo. Tukamwona nani? Wapinga Kristo walikuwa wanaongelewa nani? Simon mchawi au Simon Magus ndio wapinga Kristo. Na tukajifunza walikuwa wanaamini fundisho gani? Fundisho la nini? Alafu mwanafunzi wa Yohana akawaita nani wale? Na mtu ameongea sauti ndogo hapa nimemsikia, ila wachawi. Aliwaita nini? Kumbe wana utatu wa zamani walikuwa ni nani? Na sisi leo tunaitwa nani? Sisi tunaitwa makafiri Freemason. Lakini wao zama hizo mtu akiamini fundisho la utatu ni nani? Mchawi. Sasa leo umetugeuzia kibao. Njeni niwaambie habari njema. Katika degree ya 3 ya Freemason, degree ngapi? Lazima uapishwe kwa utatu mtakatifu. Kama una rafiki yako Freemason mwenye degree ya 3 mwambie. Ila ukifika degree ya 32 wanakuwekea Biblia hapa, Biblia King James Version na Qur'an. Lakini Biblia uishiki, unashika Qur'an, unaapa kwa Allah na mtume wake Muhammad. Kuna mambo ukipanda utakuta yule anayeabudiwa kule anakuwa ndo Allah yule. Kuna visa na Jesuit yoyote, sio kiapo nimekiweka hapa, ndio naonyesha kama kesho. Jesuit yoyote anapokuwa anaapishwa kufanya harakati za Jesuit, kiapo chake ni cha utatu mtakatifu. Anaapa kwa utatu nini? Mtakatifu. Ndio anaingia kwenye mission. Na leo nyewe mnaapishwa kwa utatu? Si mliapishwa? Mafirimaso na kiwangalia wanacheka sana, sema wanachama wale kwa mbali. Vitu kama hivyo. Unajua vitu vingine kama uliingia tu kwa wasiwasi zama zaidi kidogo. Sisi baada ya kuchunguza mambo tukagundua kumbe tulikuwa Freemason, lakini hatujaandikishwa rasmi katika mwili. Ila katika roho tulikuwa wanachama. Ndio maana mwana utatu leo hasumbuliwi duniani. Uongo kweli? Mwana utatu hasumbuliwi. Sasa leo tutaingia katika kipengele ambacho ni kile ambacho tumekiacha jana. Nitaenda kukipitia. Tunaingia katika zama za Roma ya kipagani. Mateso ya nini? Ya kanisa. Mateso ya nini? Ya kanisa. Kwa hapa kipindi cha mateso ya kanisa, kanisa lilikuwa ni imara sana kuliko wakati ambapo kanisa liliingia katika wakati wa amani. Katika Ufunuo ile sura ya 19, sura ya 12, tuna joka na mwanamke. Na joka na mwanamke ambao ni joka ni shetani, mwanamke ni kanisa. Fikiri sasa hivi ni mchana, sijui kama inaonekana vizuri. Lakini tuenda hivyo hivyo tu. Joka ambayo ni shetani, lakini likiwakilishwa na serikali ya Roman Empire, likipambana na kanisa la Mungu lililo safi. Na tumejifunza kwamba msingi wa kanisa la awali lilikuwa linaamini Mungu ni huyu mmoja. Si ilikuwa hivyo Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6. Anasemaje? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Kwa maana Wakristo wa zamani Mungu wao alikuwa ni huyu mmoja aliye Baba. Na walikuwa na Bwana mmoja. Endelea.
Anasema ndio, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Nasi tunaishi nini? Kwake. Yuko na Bwana mmoja tu. Yuko na Bwana mmoja tu, Yesu Kristo. Yesu Kristo, ambaye kwake yeye vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Na sisi kwa yeye huyo. Kwa hiyo ndio msingi wa kanisa. Na kanisa la Mungu wakati ule likiwa na Mungu mmoja na Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na Roho mmoja, lilikuwa pia linahifadhi amri 10 za nini? Za Mungu. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 7:19. Kwa hiyo mwanamke kibiblia anawakilisha nini? Kanisa. Kabla hujanipa hiyo Wakorintho, nipe kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 2. Hapo Waroma wanasema huyu mwanamke ni Bikira Maria. Anasema ndio, maana nawaonea wivu wivu wa Mungu kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Bikira safi. Kumbe kanisa, mwanamke anamaanisha nini? Kwa kanisa wakati ule lilikuwa ni bikira safi. Sasa joka hawezi akiona bikira anataka atoe bikira. Joka ni mtaalamu wa kutoa nini? Bikira. Ni kama vijana hapa mkisikia binti ni bikira mnamuinda kweli kweli. Si ndio Alafu baadaye mnasema wanawake sasa hivi si hawapo wa kuoa. Huko wewe ndio mtoa nini? Bikira. Sawa Ndio maana ndio hivyo tutaendelea kuoa wao. Sababu sisi ndio watoaji. Sasa leo makanisa mengi, kifupi natumia hiyo lugha ambayo imezoeleka, hayana bikira. Yameshakuwa mali ya joka. Mali ya nani? Ya joka. Sasa huyu mwanamke bikira ambaye ni mwanamke wa Kristo, huyu aliitunza bikira yake na shela yake nyeupe, juu yake akiwa na nyota 12, mafundisho ya mitume. Bwana asifiwe. Na mwezi ambao ulikuwa na mwezi chini yake ulikuwa ukiwakilisha sheria ya Mungu. Bwana asifiwe. Na mafundisho yote ya Agano la Kale, na jua likiwakilisha haki ya Kristo. Sina muda wa kuchambua vitu vyote hivyo, lakini kanisa lilishika amri. Hebu nisome sasa kitabu kile cha Wakorintho wa 7:19 likionyesha kwamba kanisa la kwanza lilihifadhi amri za Mungu. Soma. Anasema ndio, kutahiriwa si kitu na kutokutahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Bali kuzihifadhi amri za nani? Za Mungu. Si unaona point hiyo Kanisa la kwanza lilikuwa linahifadhi amri za Mungu. Ndio maana katika maandiko haya katika 14:12 kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema hapa ndipo penye subira nini? Ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hivi leo mmeandaa sabato? Mmeshaandaa sabato kila kitu? Maana kuna kigongo hapo. Wengine bado Sikia vizuri, nitakusomea hapa. Hebu nisomee kitabu kile cha kipi sasa? Nisomee Matendo sura ile ya 16 na ule mstari wa 13. Kwa kanisa la Mungu lilihifadhi amri za Mungu, ndani yake kuna sabato ya nani? Ya Mungu. Acha nimchukue tupe Paulo ambaye anasingiziwa kwamba amevunja sabato. Nisomee andiko. Anasemaje? Hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango. Tukatoka nje ya nini? Ya lango. Tukaenda kando ya mto. Ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Pana mahali pa nini? Pa kusali. Kwa maana mtume Paulo alikuwa anasali siku gani? Ya Sabato. Siku ya nini? Sabato. Sasa na sisi pia tusije tukaangalia katika unabii kwamba kanisa la Mungu lilishika Sabato likahifadhi. Sasa sisi, mimi na wewe kama kanisa la Mungu tunaitunza Sabato? Tunaitunza Tumeacha Sasa kuhifadhi Sabato, hebu kidogo tuongee hapo kidogo. Hebu nisomee kitabu kile cha Kutoka 31 mstari ule wa kuanzia mstari wa 12. Nataka hapo kuna nukuu naitafuta hapa. 31. Ellen White Estate niweze kuisoma. Tuangalie pia tunaposema habari ya Sabato, tuiangalie, je, nasi tunaishika? Nisome andiko. Anasema Bwana akasema na Musa na kumwambia. Kisha
nena wewe na wana wa Israeli, nena na wana wa Israeli na kuwaambia, hakika mtazishika sabato zangu, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi, ndio, katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana, ndio, niwatakasaye ninyi. Maliza. Basi mtaishika hiyo sabato, basi mtaishika hiyo sabato, kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayetia unajisi, hakika yake atauawa. Kila mtu atakayetia unajisi hakika atafanyaje? Atauawa. Atafanyaje? Atauawa. Sasa tunaoga tunawaza pia kuuawa kipindi cha siku za mwisho, lakini pia tunakufa kiroho. Tunakufa kiroho. Sabato imewekwa kuwa msingi wa amri zote 10 za Mungu. Alafu ukishika sabato vizuri unakuwa na nidhamu. Unakuwa na nini? Na nidhamu. Mara nyingi hatuna nidhamu kwa sababu tumeipuuza siku ya nini? Ya sabato. Sabato imekuwa kama siku ya kawaida. Yaani wewe ikifika siku ya Jumamosi na siku zingine inakuwa mambo ni yale yale. Yaani hakuna tofauti. Tofauti ni siku tu wewe umevaa sunguo asubuhi, umevaa kama tai kama mimi, unakuja katika kusanyiko imekwisha. Lakini mambo mengine tunakuwa sawa. Ili kambi hili sote pamoja, mimi na nyinyi, tuangalie habari ya kuitengeneza nini? Sabato. Sasa tutaendaje katika pambano kuu tunaivunja? Sikia vizuri hapa. Kazi itafanywa siku ngapi? 6. Endelea. Anasema basi mtaishika hiyo sabato, ndio, kwa kuwa ni takatifu kwenu. Ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayenajisi, hakika yake atauawa. Endelea. Kwa kuwa kila mtu atakayefanya kazi katika siku hiyo, ndio, nafsi yake itakatiliwa mbali na watu wake. Ukifanya kazi katika siku hiyo, nafsi yako itafanyaje? Itakatiliwa mbali na watu wake. Ndio. Kazi itafanywa siku 6. Kazi itafanywa siku ngapi? 6. Kanisa, kazi itafanywa siku ngapi? Lakini siku ya 7, ni sabato ya kustarehe kabisa. Ni sabato ya kustarehe kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Wewe kama unafanya kazi Ijumaa mpaka usiku, mpaka nini? Usiku. Alafu unaingia Jumamosi asubuhi unaingia kanisani. Wewe umevunja sabato, hujavunja sabato? Umeinajisi. Si umeivunja sabato Ndio. Nina kusomea hapa nukuu. Hii Testimony for the Church volume 6 page 355. Kazi yote ya maandalizi iwe imekamilika kabla ya jua kutua siku ya Ijumaa. Kwa sabato haiandaliwi Ijumaa tu, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili mpaka Ijumaa. Weka nguo zako tayari, nafanya mapishi yako yote. Nini? Mapishi yako yote. Safisha viatu na uoge. Kazi zote za kilimwengu zitengwe na kuwekwa mbali. Nukuu nyingine. Volume 6 356. Hiyo kabla ya jua kutua, washiriki wote wa familia wakusanyike kusoma neno la Mungu, kuimba na kuomba. Kabla ya sabato kuanza, akili na nafsi zinapaswa kusafishwa na kuachana na mambo yote ya nini? Ya dunia. Ili kambi litakase wote. Bwana asifiwe. Amen. Najua ujumbe ni mtamu kama tunapousondea kwa watu, lakini ukitugeukia sisi unakuwa upanga ukatao kuwili. Hebu sikia andiko hili 58:13, kitabu kile cha Isaya. Ndio ambacho Lenewati anakiongea. Isaya 58 mstari wa 13. Anasema hivi, ndio, kama ukigeuza mguu wako, usihalifu sabato. Usihalifu nini? Sabato. Ndio. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Usifanye anasa zako siku ya utakatifu wangu. Tunaruhusiwa kufanya, maana anasa ni starehe. Unaruhusiwa kufanya nini? Starehe zako sababu kuna starehe ziko tofauti tofauti. Kuna kunywa juisi, si ndio umetoka nini si yale mengine. Lakini siku hiyo wewe usifanye anasa zako. Sisemi sasa msinywe juisi kwa sababu tuseme kaondoka na jambo hilo. Endelea na andiko. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ndio. Ukiita sabato siku ya furaha. Siku ya furaha. Na siku takatifu ya Bwana. Ndio. Zenye heshima. Yenye nini? Yenye heshima. Sasa tulia kidogo hapo rafiki zangu. Hivi siku ya sabato katika mazingira yetu inaonekana ni siku ya heshima? Ofisini kwako wanajua unashika sabato. Unajua sabato wengi tukiwa ofisini tunakuwa wengine. Sawa Ndio. Tukiwa wapi? Ofisini. Tunakuwa watu wengine. Tukiwa hapa na tunakuwa sabato.
Hata zamani mtu ukishika Biblia, ukiona rafiki zako wale, Biblia unabidi uiweke ndani ya nguo hivi, au uweke kwenye bahasha. Uongo kweli? Ili wasikuone umeokoka, ili baadaye wakikuta katika maeneo fulani hivi, basi wasiseme mtumishi, si umejificha. Maana ukishika Biblia unaitwa nani? Mtumishi. Sasa unajiepusha hivi. Je, Sabato ni siku ya furaha? Kuna dili tunazipiga mjini hapa, dili. Sasa tunajificha, unaogopa kuwa hadharani katika hali hii kwamba wewe unamtii nani? Mungu. Basi inabidi sasa uende na badiliko. Unakuwa kinyonga, ukija pale unakuwa kijani, ukija kula kuwa nini? Wa blue. Ukija huko ndani unakuwa sasa yule mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Amen. Hata tembea yako tu unatembea ile kama utaki kukanyaga ardhi. Endelea na andiko. Anasema siku takatifu ya Bwana, siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Anasema 14, ndio ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, ndio nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Haleluya. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Bwana asifiwe. Bwana atakuinua. Haleluya. Atafanyaje? Atakuinua. Mara nyingi hata hapo unakuta leo, hata katika shule hapa tunasomesha watoto wetu hizi za kawaida. Watoto wetu leo, tupo Jumamosi kanisani, watoto wetu wako shule wanafanya mitihani. Uongo kweli? Na huko hapa kabisa, baba na mama ni shemasi, mzee wa kanisa, unahubiri, ila mtoto wako anafanya nini? Mitihani. Eti mnyama, nasikia Sunday law ipo karibu. Sunday ipo karibu, unavunja Sabato? Yesu anakuja mwaka 2031. Hapo tu akija hapo uko salama? Tuko pamoja? Ndio. Unaangalia Trump leo, Trump eti amekutana na evangeliko. Unaona? Watu wa Mungu hatupasi kuwa na hiyo hofu. Bwana asifiwe. Maana Yesu anasema wakati msiozania mwana wa Adamu fanyaje? Yuaja. Sema muwe tayari wakati wowote. Wakati wowote. Si wowote, wakati wote. Si wowote, wakati kwamba leo akija Yesu nipo au naachwa. Kwa kanisa la kwanza lilikuwa lina mafundisho nini? Ya mitume na shela nyeupe, bibi harusi wa Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Joka alikuwa tulii. Yaani joka amefanya nini inaitwa ile? Kuna ile kwa tuna lockdown ile, tunaita lockdown amejilockdown pale Yerusalemu. Miaka 6,000, miaka 4,000 akisubiri Yesu afanyaje? Azaliwe. Yuko pale amejilockdown. Anasubiri Yesu azaliwe afanyaje? Amuue. Akafeli. Akachukuliwa mbinguni yule mtoto katika enzi yake. Kanisa lilobakia, joka alivyoona amemshinda yule mwanamke, nani? Yule mwanamke, kanisa akaenda kufanya vita na wazao wake walio nini? Salia. Nisome mstari wa 17 sasa hapo. Walio salia wapi hao? Soma Ufunuo 12:17. Anasema ndio 12:17 kabisa. Anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake, akaenda kufanya vita juu ya wazao wake waliosalia, ndio wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na kuwa na ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Sasa wewe jipime wewe. Joka anafanya vita na watu wana sifa ngapi? Ya kwanza, amri za Mungu. Wana amri za nani? Za Mungu. Pili, ushuhuda wa Yesu. Kama una hivyo vitu, joka anakukasirikia? Hawezi kukasirikia. Na ushuhuda wa Yesu ndio huo unamtukuza. Kuna Mungu huyu mmoja na Bwana huyu mmoja. Ushuhuda wa Yesu. Hebu nipe kitabu kile cha waraka kwanza wa Yohana 5 mstari wa 10. Ushuhuda wa Yesu. Mungu anamshuhudia mwanae. Mtu wa kwanza kumshuhudia Yesu ni Mungu mwenyewe. Soma. Yeye amwaminie mwana wa Mungu, anao ushuhuda ndani yake. Kwa maana kanisa la wakati ule lilikuwa linaamini Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Huo ndio ushuhuda. Bwana asifiwe. Lina amri za Mungu
na kuwa na ushuhuda kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndio maana kanisa la zamani lilikuwa lina nguvu, liliogopeka kwamba linapindua dunia. Ibilisi hakulala. Katika wakati ambapo ibilisi hakulala ni wakati wa mitume. Yaani mitume wakija pande hii, yaani wakiwaona hivi watu wanapiga kelele. Wanapiga nini? Kelele. Hivi sisi watu wanatuogopa kweli? Tunahofiwa. Yaani leo ukienda hata mtu mwenye jini anatetemeka. Unalala na mtu mwenye jini kwenye dabodeka na mnaamka naye hata ashtuki. Yaani wewe roho wa Mungu yuko ndani yako na huyu ana roho ya shetani. Hivi inakuja hiyo? Ashtuki. Kwa joka yuko bize na wale tu ambao wanahifadhi amri za Mungu na nawaogopa. Hebu nisome Matendo 17 mstari wa 6. Utaona kuna watu ambao kina Mtume Paulo walipokuwa wanatokea mji huu na mji huu, watu wenyewe walitaharuki. Paulo alikuwa anakula kichapo. Paulo alikuwa anapigwa pamoja na wanafunzi wale wengine. Tuko pamoja mpaka hapo Kwa sababu wao walisimama na usafi wa nini? Wa kanisa. Walitoa challenge kiroho na walitoa challenge katika ulimwengu pia ukimwili. Nisomea andiko hilo. Anasemaje? Na walipowakosa wakamkokota Yosani na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji. Ndio. Wakapiga kelele wakasemaje? Watu hao waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Si ni balaa hiyo? Waliopindua nini? Ulimwengu. Na imani yao ni hii tu. 9:20 Matendo 9:20 inasemaje? Anasema mara kamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Sasa ukisoma hicho kisa hapo alikuwa Dameski hapo. Nini kilitokea? Gavana Aleta pamoja na viongozi wa dini walimuinda Paulo usiku na mchana. Ikabidi sasa wanafunzi wake wamshushe na kikapu nyuma ya kuta. Yaani kahubiri Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Wanamuinda usiku na nini? Na mchana. Kumbe kuhubiri Yesu ni mwana wa Mungu walikuwa wahubiri kama hata Wakristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini leo ukienda ndani ukasema Yesu ni mwana wa Mungu kweli, panachimbika. Rafiki zangu, imani tukiishika, watu wa Mungu wataanza kuuawa. Mama yetu anasema kanisa la Mungu lilikuwa lina nguvu wakati wa mateso kuliko wakati ambao tuko nao leo. Hivi ndio vizuri Kanisa la Mungu lilikuwa na nguvu, lilikuwa powerful sana wakati wa mateso kuliko wakati ambao tuko nao leo. Kuna hicho kitabu cha Pambano Kuu kinasema kwamba kama leo kanisa la Mungu likasimama imara katika utakatifu na haki, mateso yataanza tena. Hiyo ndio kama mmeipata kwa walimu wenzangu, mnipe tu maana sijaweka hapa. Yaani kama kanisa litasimama imara katika haki ya msingi na kweli, mateso yataanza nini tena. Leo tumelala, tumeungana na ulimwengu. Sasa hawa wamekamatwa na Kaisari Nero. Hii ni zama za kanisa. Huyu kipindi cha farasi mwekundu katika Ufunuo 6, muhuri ule wa pili. Wakristo wanakamatwa si kwa sababu wamevunja sheria nchi, ni kwa sababu tu wamekataa kumwabudu Kaisari. Wamesema kuna Mungu mbinguni na mwanawe na amri zake. Hiyo ndio kesi yao kuu. Sasa hapo kinaumana. Simba wana njaa ya wiki 3. Sometimes walikuwa wanaweka mwezi mzima simba hali. Wanasubiri Mkristo ahubiri kwamba Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Na amri zake tu wanakusubiri, tu wanakuwinda, unatupa kwenye simba mwenye njaa. Na sijui kwa nini wapagani walikuwa wanapenda kutumia simba. Hata Danieli pia walimtupa wapi? Kwenye tundu la simba. Simba. Hapo wana njaa vibaya sana. Wafalme Nero ndani yake sasa ni yule joka ambayo yuko ndani yake. Joka akamkasirikia nani?
Yule mwanamke aliua, joka aliua sana. Lakini leo tuko bize tu, ukiambiwa tu kutoa sadaka, kazi ya Mungu isonge mbele, Masawa yanakula, si ndio? Ndacha anakula, huyu anakula. Sasa hata sinikila sinahubiri, si wanasema wanaohubiri injili si unakula kutokana nini na injili, si ndio? Lakini kazi ya Mungu ifanyeje? Isonge mbele. Kama nitakuwa nahubiri kwa hila, basi Mungu atanihukumu. Lakini tunaangalia matokeo au impact wa kile ambacho tunakifanya. Nelo alikuwa ni mkatili sana huyu mtu, na si sababu ni mwanadamu, ndani yake roho ya shetani ilikuwa imemkalia. Simba wanaachiwa kwa ajili ya kung'ata watoto wa Mungu. Mbingu iko kimya inaangalia. Yesu alisema kwamba mnaweza kinywa kikombe changu. Akasema mtakinywea. Mtafanyaje? Na kama waliufanyia hivi mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Simba na kuangalia usoni, ukitishika tu na wewe. Ilikuwa ni hatari. Yaani hii ni stadium hapa Tanzania na Kenya na Uganda kunaitwa kina mchezo unaitwa AFCON. Nyinyi wacheza mpira si kwa hivyo Mungu awabariki. Amwangalie mpira mnaangalia bwana, acheni mjanja. Ili AFCON inaitwa nimepatia inaitwa nini AFCON? Si unaendelea stadium watu wanaangalia mpira Sasa zamani hizo stadium zimeanzia Rumi. Yaani Rumi ilikuwa inaweka stadium kwa ajili ya nini? Ya mateso ya Wakristo. Simba namwangalia, ukishtuka tu na wewe. Mama huyo kakimbia, watu wanafurahia. Wamama msamee, huyu na mtoto, akasema mtoto wangu huyu asife, labda tuende kule tukamrushe kule juu, watamdaka watu wenye huruma. Lakini Warumi walikuwa hawana huruma na mtoto. Lakini simba akaja akachukua mtoto huyo akaondoka naye. Watu wanafurahia kama mpira. Mtume anasema Paulo kwamba tumekuwa kama tamasha nini kwa ulimwengu na malaika. Ndio maana nawaambia habari njema, mimi na wewe tutaweza kusimama katika mpango mkakati unaokuja wa ulimwengu. Wakati joka na mnyama na nabii wa uongo watapo join force juu yako na juu yangu, tasimama. Alafu nikwambia habari njema, wenyewe wanaamini hivi Jesuit. Yule mtoto unayemzaa ana damu yako ya uasi. Kwa hiyo wakikuua wewe, wanaua na nani? Mtoto. Tena wanaanza kuua mtoto mbele yako. Hapo ndipo utakuja kuasi. Sababu una mapenzi mema kuliko nani? Mungu. Yaani wewe una mapenzi ya mtoto wako afanikiwe kimaisha, unampeleka shule siku ya Sabato. Nini? Siku ya nini? Ya Sabato. Wewe uko kanisani. Wewe unafikiri Yesu akija pale atafanyaje? Utakubali kuasi, utakubali kumtii Kristo? Haiwezekani. Kuna shule moja hapo mtoto wangu anasoma. Hiyo shule tena watoto wangu wawili wenyewe wakabadilisha utaratibu, siku ya Sabato wanaweka nini? Mitihani, sijui ndio alimidi sijui nini. Mimi nikamwambia wangu wataenda. Jumamosi wanakuja kanisani kama kawaida. Nafikiri kanisa linashuhudia watoto wangu kila Sabato wapo. Wanaenda. Wewe vipi? Mbona wasabato wenzako wanapeleka? Kwa nini? Wasabato zako? Nikasema hao ni wao na mimi ni mimi. Uzio anajua mimi ni pastor. Baadaye mkuu wa shule akaniita kando akaniambia, mtumishi, wewe mtoto wako huyu ana future yake, wewe una future yako. Mwachie mtoto aende wapi? Kusoma. Unamrudisha nyuma. Nikamwambia wewe ndo unamrudisha nyuma, si mimi. Utakujua unamrudisha nyuma. Kwa nini wewe uvunje sheria nchi ya kuweka mtihani siku ya Juma ngapi? Jumamosi. Hakuna shule siku ya Jumamosi. Wewe unamrudisha nyuma mtoto wangu. Kwa mimi kama kuna jambo la kuniita kuhusu shule, niite, ila si hilo. Naye akapata uchungu, akaweka Juma ngapi? Wakaendelea na hiyo. Kwanza academic ilikuwa ananifavor, wanakuja Jumapili. Baadaye kuongea na mkurugenzi wa shule wakanipiga chini. Mkurugenzi wa shule ni Mkatoliki. Baadaye nikampigia simu mkurugenzi, nikaona na hepa nikanyamaza tu. Mimi nikapiga magoti.
Yule kuna msabato mmoja alikuwa na msimamo wa nomino, wengine wote wanapeleka, yeye akakataa. Lakini ile pressure ilivyokuwa kubwa, akafanyaje? Akapeleka. Wewe ni peke yangu, mtoto wangu afanyeje? Aende. Mwisho wa picha inakuja mitihani. Inakuja nini? Mtoto wangu akawa watatu katika muunganiko wa shule hapa Dar es Salaam hapa. Bwana asifiwe. Mwana Mungu alivyonitukuza. Baadaye na juzi kiliwapata nini? Wakanipigia simu, mtumishi, tumeona kwamba tubadilishe utaratibu. Jumamosi mtoto wako ni excellent. Bwana asifiwe. Na wale wasabato wengine wakalalia hapo hapo. Na sisi tuko. Mbona pointi wewe? Na juzi umenipigia simu, umenialika kuwa sijui nini, juko wana afla kubwa, wanalika watu, mimi ndo mgeni rasmi na ndo mtoa hotuba. Bwana asifiwe. Sijui Mungu anawashughulikia nini, sijui. Utaje kunisimulia baadaye. Sasa leo huo msimamo kwa mtoto wako unashindwa. Utaweza kusimama mbele ya mnyama? Utaweza? Tusidanganyane. Yaani tusio ujumbe wa kutiana tu mafuta hapa. Tunaandika hivi tunatoka hapo. Hapana, haya mambo ni halisi. Kuna siku kitaitika ndio mtajua hapa mambo yakoje. Sio, naeleweka vizuri? Hawa wenzetu waliumia. Sasa tuje katika historia sasa. Hiyo ilikuwa nawapa historia ya kipindi cha mitume. Kanisa lilikuwa safi. Hiyo ni umeipata Nisomee. Kanisa lilikuwa safi na nguvu wakati wa mateso. Si wakati huu wa amani. Leo kanisa halina nguvu kwa sababu tunakula na nini? Na kushiba. Si tusile. Tumesahau wajibu wetu. Tumeungana na ulimwengu. Hatuna upinzani. Toka tumeanza hii message, hakuna vurugu zimetokea. Si kuna vurugu? Hii vurugu imeenda paka wameungana kule. Ndio nataka kwa natoa shuhuda hapa kwamba wamemtishia kwamba utampeleka nini? Jela. Hata huyu kashapelekwa jela mara nyingi tu. Polisi. Sasa paka hapo kwa hii injili, jela unaenda. Sasa tukiungana wote, nani? Wote. Najua mimi nataka kile ambacho nahubiri Ndacha ama Masawi ama wainjilisti hapa ama Collins au mzee Makau au Deme kisiwe cha wao tu. Tuko pamoja? Hii injili tuibebe pamoja kama mtu huyu. Kama yakitupata yatupate nini? Si kwamba mnakaa kando, yakitupata mnatoroka. Sema hawa si ndio wainjilisti ndio wayamalize. Wewe fisi ataogope kufa. Unaweza ukashangaa kwa maana hapa mzee Makao unamwona na uzee wake akachola iko namba 1 namna hii na karuka ukuta. Ukasema huyu ni Makao au? Na nakwambia mimi nishaacha nyama, nguvu ziko chini. Tuko pamoja? Sasa haya mambo tusiyaongelee tu hivi tu tukacheka, lakini mambo yapo halisi. Ndio kuja patikana? Nisomee. Anasema nianzie mwanzo kabisa. Kuna swali lingine tena lenye muhimu zaidi. Linapaswa kushughulisha usikivu na wa makanisa ya leo. Mtume Paulo anasema kwamba wote watakaoishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu watapata na mateso. Hiyo anasema, kwa nini basi kwa kiwango kikubwa mateso yanaonekana kutulia? Sababu pekee ni kwamba kanisa limekubaliana kupatana na kiwango cha hali ya ulimwengu na hivyo haliamshi upinzani wowote. Dini iliyopo katika wakati wetu sio ile iliyo na tabia safi na takatifu iliyokuwa kitambulisho cha imani katika nyakati za Kristo na mitume wake. Jamani, nimesikia kanisa leo lina upinzani. Sababu gani? Limeungana na nini? Na ulimwengu. Na kuungana na ulimwengu ni wewe, si kanisa ni wewe. Sawa? Una compromise kule ofisini kwako. Na imani yako una compromise. Nyumbani kwenu una compromise? Una compromise. Imani yako una compromise. Ndio huyu farasi wa tatu. Una compromise imani. Unafanya muafaka na ulimwengu. Utaka kujiangalia, usiangalie mwingine, jiangalie mwenyewe. Utajua kabisa mimi nipo hapa. Sasa
hiyo sababu imetolewa sa wakati wa Konstantino mwaka wa 313 mpaka hadi mwaka wa 538 AD, yani baada ya Kristo. Huyu farasi mweusi huyu ana mizani katika mkono wake. Hebu nisomee tumwangalie kazi yake. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 6, nipe yule, tuanze mstari wa kwanza mpaka wa 6 pale. Inaelezea yule farasi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nisomee. Ufunuo 6:1. Kisha nikaona nikaona napo mwana kondoo. Ndio. Alipofungua mmoja ya zile muhuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema, ndio, kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Anasema nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda na uta, ndio, akapewa taji, na yeye akatoka ili ali akishinda tena apate kushinda. Ndio. Anasema farasi mweupe kwa ni usafi wa injili, ndio akao injili inashinda kila ko. Endelea. Na alipofungua muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Ndio. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili wauane. Na yeye akapewa upanga mkubwa. Ndio. Na alipofungua muhuri ya tatu, kwa maana farasi wa pili ilikuwa ni zama za mateso ya kanisa. Shetani akitesa nini? Kanisa. Farasi wa tatu, alipofungua muhuri ya tatu, ndio, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema, ndio, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyepanda ana mizani mikononi mwake. Huyo hapa. Nikasikia sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisemaje? Kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala usidhuru mafuta wala divai, wala divai. Kwa maana wakati wa zama hizo neno la Mungu lilipimwa. Tuko pamoja? Ngano ikiwakilisha neno la nani? La Mungu. Lakini usidhuru mafuta. Huduma ya Roho Mtakatifu ilikuwa inafanya kazi, na divai, damu ya Yesu iliendelea kuokoa. Lakini neno la Mungu likaadimika na giza likaifunika nini? Dunia. Na huyu farasi huyu pia anafanana na baragumu lile la tatu. Hebu nisomee 8:12 Ufunuo. Baragumu la tatu. Baragumu la tatu lilipiga giza sehemu ya jua na mwezi na anga. Soma. Malaika wanne akapiga baragumu. Ndio. Theluthi ya jua ikapigwa, na theluthi ya mwezi, na theluthi ya nyota. Ndio. Ili kwamba ile theluthi itoe giza, mchana usiangaze. Ndio. Theluthi yake, wala usiku hivyo. Hiyo ni zama za nini? Za giza. Zama za nini? Za giza. Neno la Mungu lilikuwa limeadimika likapotea. Sasa zama za giza nini kilitokea? Ule mwaka wa 313 AD kuna mtu mmoja anaitwa Konstantino. Nani? Kaisari Konstantino. Aliapia katika kanisa, akakomesha mateso. Mwaka wa 313 ukisoma katika historia utakuta kitu kinaitwa Milan Edict. Milan Edict, yani tangazo la Milan. Hiyo tangazo ni kwamba Konstantino akasema kwamba mateso ya Wakristo tangia leo yamekoma, na akalipa fidia nyingi kwa walioibiwa mali zao, mali za kanisa, na akaanza kuwalipa na maaskofu mishahara. Maaskofu nini? Mishahara. Mambo yakaanzia wapi? Hapo kanisa ikawa ni sherehe kubwa sana. Na kabla ya hapo huyu jamaa aliitisha kikao, ama askofu mmoja aliitisha kikao cha Wakristo, akakuta Wakristo wamekusanyika. Huyu ana sikio, huyu ana mguu, huyu ana mkono, huyu ana miguu yote. Kabla hajatoa hotuba alilia kwanza, akasema kama ndio Ukristo ndio huu. Lakini baada ya edict, Wakristo nao wakaanza kuvaa mavazi mazuri ya kupendeza, wakapata posti nyingi katika serikali. Taratibu mishahara ilivyonona iliyofanyaje? Toka kwa mfalme, si sadaka. Toka kwa nani? Hiyo ni tofauti. Kuna sadaka na nini, na ile posho ya nani? Ya mfalme. Kumbe mfalme wakafurahia mateso yamepona, mfalme kaokoka, lakini mfalme hajabatizwa. Kwa hiyo wakaona bayana kwamba sasa hapa tutahubiri injili kwa amani. Kumbe ibilisi amechange strategy, amekuja kwa njia gani? Ya amani, kwa hila.
Unanielewa vizuri eh? Hebu nisomee kitabu kile cha Danieli 11. Nafikiri mstari wa 15 kama sijakosea, nisomee. Anasema basi mfalme wa kaskazini atakuja. Mstari wa 16. Maana ajaye msoma mstari wa 24 tuone. Wa 24. Wakati wa amani. Wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana. Ndio. Pa wilaya hiyo. Na atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda. Ndio. Wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo. Atatawanya kati yao nini? Mawindo. Na mateka. Na mali. Naam. Atatunga hila zake juu ya ngome. Hata wakati ulioamriwa. Uliofanyaje? Ulioamriwa. Huyo ni Konstantino. Wewe mstari ngapi umesoma? 24. Hebu mstari wa 23. 23 nasema. 23. Na baada ya maagano atatenda kuhila. Ndio. Maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Atapanda na atakuwa hodari na watu nini? Wadogo. 24 nasema wakati wa amani. Tulia. Kwa ina maana huyu Konstantino, hivi nimeweka wapi? Huyo Konstantino ni mjanja. Ukisoma historia, aliwachukua Wakristo ambao walikuwa ni wadogo, watu duni wakati ule. Maana kwa anashindana na mtu mkubwa ambaye anataka kuwa Kaisari. Kwa wanashindana. Sasa akaona huyu jamaa ana jeshi kubwa. Nitafanyaje? Ilibidi sasa adai kwamba ameangalia jua katika maono. Akaona jua na msalaba. Na nini? Msalaba. Na mfalme amekuwa anaabudu jua. Wakristo wakasema mfalme ameona msalaba. Kaokoka. Akachukua zile ngao zake ambazo zina nini ile tai. Ishara ya tai ni ishara ya jeshi la Marekani. Mnafahamu? Akachange ishara ya tai, akaweka nini? Msalaba. Alafu walivyoona kwenye ile maono, akawaambia Wakristo katika ile maono ule msalaba katika jua imeandikwa hivi, kupitia msalaba utafanyaje? Utashinda. Msalaba ni alama ya Roma. Alama nini? Ilikuwa ni alama ya Roma ya mateso. Kupitia msalaba Roma imekonka the world. Kwa Roma ikaanza na sasa mbona tumelala huko? Watu wanasema tuwapate. Kwa kupitia msalaba Roma ikafanyaje? Ikakonka the world. Nafikiri mama wetu kuna njozi aliota Roma inaingia ndani ya kanisa la nini? La Wasabato. Naona ibilisi ameamua kuleta tabu hapa tena mtandao. Kama mtu ana swali uliza tu kabla sijaenda mbali. Imerudi. Wewe utakuwa unaangalia mara kwa mara. Maana mimi huku tuendelee. Kwa wapi? Una swali? Mpe mic. Kwa kupitia msalaba Roma inakonka nini? Ndio maana leo katika mpango wa umoja wa ekumene kila kanisa limeamriwa liwe na nini? Alama ya nini? Alama ya nini? Nitawaonyesha hapa. Hizo alama hapa. Nitaziweka hapa mtaziona. Sema swali. Asante. Ndio. Naomba nitoe maelezo yafuatayo. Kwa sasa japo si wote tulioko hapa. Ndio. Tumeshajua kabisa kwamba Roman Catholic kwa sasa kama inavyojiita, zamani ndio ilikuwa Roman Empire. Ndio. Na tangu zamani imekuwa ni adui wa maisha ya wanadamu. Na imetesa watu wengi na imenyanyasa wengi na kuua. Ndio. Na mpaka sasa hivi hawa Roman Catholic kwa sasa hivi bado wanajeshi linaitwa Jesuits. Ndio. Linafanya kazi kwa siri na linaua bila huruma. Na hata sisi sasa hivi tuko hapa tunajua. Hiyo namba 1. Namba 2. Tunajua kwa sasa tuko vitani. Kuhusu katika ukweli na uongo. Sasa swali ni hili. Ndio, karibu. Kama tunajua tuko vitani na tunajua kuna majambazi yanayoua yanaitwa Jesuits na yamekuja hapa. Usiniwekee kamera.
na yamekuja hapa. Je, hivi unataka kuniambia kwamba tuyakimbie au turidhike tu yatuue, ama na sisi tuyashughulikie? Nataka jibu. Asante. Nafikiri amemaanisha kuyashughulikia kwa namna gani. Mimi nilivyo tafasiri kwamba tunawashughulikia kwa neno la kweli, kwa upanga wa neno la nani? Hebu nisomee 10:34 kitabu cha Mathayo. 10:34 inasemaje? Anasema hivi, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuleta amani bali upanga. Umesikia Yesu ameza nini? Na ukisoma Waefeso 6:17 sema ipokeeni chepeo wokovu na upanga wa roho ambao neno la nani? Neno la Mungu. Kwa sisi tuna upanga ni kuwakata. Roma itaangushwa tu na nguvu ya neno la Mungu peke yake. Roma haiwezi kuangushwa na kingine. Utakujua Roma kidogo iangushwe kipindi cha Kaisari. Walikuwa wanapambana na nini? Na Wakristo. Ilipona Roma, waliua, wanaongezeka. Waliua ni kabisa. Konstantino, shetani ya mtume, ili awalete Wakristo. Hiyo ni strategy ya kucompromise kwamba sasa hapa siwaui, tuko pamoja. Lakini kumbe hiyo ndio njia nyingine ya kuua kanisa. Ndio njia ambayo leo imeua mabilioni ya watu kuliko zama za upanga. Maana leo chukulia Roman Catholic wana waumini bilioni 1.4. Islam ambayo imeanzishwa na Katoliki ina waumini bilioni 1.8. Waprotestanti sasa hivi umefika bilioni 1. Imeua. Wabuddha wako milioni 500. Wahindu wako bilioni 1. Hao hawajauawa. Wasabato wote na matengenezo nyinyi hapo mpo bilioni 19 tu. Milioni ngapi? 10 na ngapi? Na 9 tu. Sasa katika hao pia Ellen anatuambia inawezekana pia wakaokoka nini? Wachache tu. Inatisha Sasa leo Roma inaua vibaya mno kuliko zama zote. Inaua kupitia mafundisho. Zamani ilificha Biblia. Sawa watu wakafa. Baada ya Konstantino tu hapo zama za giza, Biblia ikaanza kupotea. Ikaanza kuwekwa kwa mabishop. Sasa kuipata ni kazi. Ikaingia zama za nini? Za giza. Ila leo umewekewa Biblia hadi kwenye simu lakini uisomi. Na huu ni mtego. Sasa hivi umeanza harakati za kupunguza Biblia ya karatasi. Wakati wa French Revolution walichoma sana Biblia. Sawa Na Roma wakati Bible Society inachapisha Biblia kule Uingereza na ikazidiwa sababu watu walikuwa wanaagiza sana Biblia. Kumbe Roma kupitia Jesuit wanazinunua zile Biblia na kuzichoma. Bible Society ya Marekani ikachapisha nyingi, wakashindwa kuziangamiza. Tuko pamoja, zikawa nyingi. Sasa wakaja na mkakati kwamba tutafanyaje Biblia ishaenea. Tunaumia, tunatweka. Maana Martin Luther alifanya Biblia katika lugha tofauti na wale wa Protestanti. Roma ilisheki. Wanakuambia isingekuwa baraza la Trento karne ya 16, kanisa la Roma lisingefanyaje? Kwa hiyo waliapia Jesuit mwaka wa 1534. Wakaja na idea ya ajabu sana kwa Pope Paulo wa 3. Papa, tunapotea. Baada ya miaka 10 hapa kanisa la Roma alipo. Maana mapadri wameanza kuasi. Ikabidi wasema sisi tuna idea moja tu, Papa, tuokoe kanisa. Tuingie kwao. Tuingie wapi? Tuunde shule, vyuo, ili watoto wao wasome katika shule zetu. Watakuwa na jina la KKT, SDA, ila ndani ni Mkatoliki. Alafu tutaanza kupunguza nguvu ya mafundisho kwa kuingiza makanuni ya imani. Kanisa la Roma litakuwa safe. Na wale ambao ni wagumu tuwaue kwa kikombe cha sumu. Papa akasema hii idea sija kuiona toka tumekuwa mapapa. Ikabidi sasa akawajaribu mwaka 1540 akawapitisha. Kumbuka hapo Martin Luther alianza matengenezo mwaka 1517. Sasa hapo akawapitisha. Ndipo jamaa wakaanza kutumia kalamu kujibu hoja za Waprotestanti. Tuko pamoja Baraza la Trento likafanyika. Wafalme wataka kumkataa Pope. Sababu ukamwambia Papa, hawa jamaa mbona wanatumia sana hoja za kibiblia? Inakuaje Papa? Tuweke ni wafalme wamekaa pale, Papa yuko pale akachukua majesuit wakakaa nao pale vijana wa kijesuit. Sasa ikapigwa mdahalo Jesuit na Waprotestanti. Waprotestanti wanasema kwamba Papa hawezi kuwa askofu mkuu wa kanisa
maana ni mwanadamu. Yesu anasema kwamba papa anapaswa kuwa askofu nini? Mkuu, na akosei, infallible. Na mafundisho yote ya Katoliki ilipigwa debate ya kufa mtu. Jesuit walishinda hoja. Papa alipotoka sema hawa jamaa sije kuwaona, akawapitisha kuwa jeshi rasmi la kanisa la Roma. Sawa Ghafla jamaa wakawa 1000 pap. Walipokuwa 1000 mara wakafika 2000. Wakawa sana nguvu ya ajabu ndani ya kanisa, wakapenya kila kona mpaka maaskofu wakaogopa. Ikabidi wawazuie wasiongezeke. Yaani waliwaogopa. Yaani wao wamewakubalia wao, lakini wakashinda nini? Kuwavumilia. Maana kwa ghafla wameshafika India, wakaleta mateso India. Wameshafika Japan, mateso Japan. Wameshafika Amerika, mateso Amerika. Kwa muda mchache tu Jesuit. Watu wanafikiri mateso yalikoma mwaka 1798. Mwaka 1798 papa ndo anakamatwa. Sawa? Anafanyaje? Anakamatwa. Lakini mateso yalikoma mwaka 1773 baada ya Jesuit kukataliwa dunia nzima. Wakamwambia papa, chagua sisi au Jesuit. Ndio akawakata Jesuit. Ndio mateso yakafanyaje? Yakakoma. Lakini walipowakata, nchi zote ambazo ziliwafukuza Jesuit zote zilipinduliwa. Zote wafalme waliuawa. Hao ni watu wa kawaida hawa. Ibilisi alianzisha system yake mwenyewe. Mata Loyola ndio mtu wa kwanza kunena kwa lugha za mazile. Lobo saika la bakakakaka. Ignasi Loyola akaangusha pale wanawake na wakamtia nguvuni katika baraza la mateso. Wasema hii roho gani imekuja hapa? Kumbe ibilisi anamtengeneza. Sasa nyinyi niwaambia habari njema. Jesu kilichokifanya ni hichi. Walikuja sasa kwa kalamu kumwepusha popo asiwe mpinga Kristo. Kwa hiyo wakaanza kusambaza mafundisho yote ya Katoliki, wanahakikisha yanakuwa ndani ya Uprotestanti. Na wakaunda fundisho moja linaloitwa Dispensarianism mwaka 1416 na mtu mmoja anaitwa Jesus Francisco Rivera pamoja na Bermain, kwamba papa si mpinga Kristo, mpinga Kristo atakuja futurism. Kwanza alikaza Yesu alikaza akasema kwamba mpinga Kristo ashatokea duniani, inaitwa pre-tism, kwamba ni Antiochus. Ndio kina Mwankemo wanamsema kila siku. Huyu nalikaza alibuni ile fundisho. Yaani muasisi wa fundisho kwamba Antiochus ni mpinga Kristo ni Jesuit alikaza. Na mpinga Kristo ajaye ni Jesuit Francisco Ribera. Likaboreshwa na Jesuit Bellarmine. Sasa paka hapo kwamba mpinga Kristo atakuja baadaye, alafu kwanza atakuja pale Yerusalemu na atajenga ikao la ngapi? La 3. Kwa maana leo mmepewa Abraham Accord. Abraham Accord ni kutimiza fundisho la nini? La Jesuit. Kwa leo Marekani na Protestanti wanapambana mpinga asiye mpinga Kristo, lakini mpinga Kristo wa kweli iko safe. Wamefanikiwa hajafanikiwa? Kwa kalamu tu. Leo theology yote tunayoona hii ni Jesuit mindset. Kwa hiyo maana wakapambana kwamba kuhakikisha kwamba Wakristo wote wanaungana chini ya bendera ya nini? Ya utatu, ambao Konstantino ndio alianzisha. Nani? Nisomee kitabu cha Bustani ya Katekista ukurasa wa 130. Fundisho la utatu ni msingi wa Kaisari Konstantino. Yule Mungu jua wa Kirumi akabadilishwa. Kesho nitawafundisha sanamu ya mnyama ni nini. Leo tunaangalia leo nini chapa ya mnyama. Tunaangalia Jumapili, ila tunasahau kilicho nyuma nini? Ya Jumapili. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Sije kuwa naongea lugha ambazo ni kali sana ambazo sitastahimili. Nisomee. Anasemaje? Kadiri ya mapokeo fumbo la utatu mtakatifu liliamrishwa rasmi na mitaguso mikuu ya Nikea mwaka 325. Mwaka gani? 325. Na Konstantinopoli mwaka 381. Hiyo mchago unashinda kusema ndizi nyingi. Anasema ndio Konstantinopoli ndio mwaka wa 381. Anasema nadhani imeishia hapo. Jamani nimesikia fumbo kuu la utatu lilianzishwa mwaka wa 300 na ngapi? 25. Na likaboreshwa mwaka wa 380 ngapi? 81 na makaisari. Kwa hiyo Konstantino wakati anapitisha Sunday law mwaka wa 321. Tuko pamoja? Na mwaka wa 325 Sunday law ikaingizwa kuwa katika canon law. Canon? Sheria ya kanisa. Na utatu na Jumapili viko nini? Sambamba. Hivi mnaelewa vizuri Mfalme Konstantino alikuwa ni maabudu jua. Kwa hiyo alichange ibada ya jua. Maana jua alikuwa linaabudiwa katika nafsi ngapi? 3.
jua la asubuhi, jua la mchana, jua la nini? Jioni. Jua la asubuhi wapagani wanaamka ile jua la asubuhi wanamuomba Mungu jua anayechipukia. Mchana jua Mungu jua ameng'aa, wanamuomba nini? Jua. Leo jioni kama hii linavyochwea inabidi wanaliomba, wanamwaga Mungu wao. Alafu wanasema kwamba Mungu jua ana nafsi ngapi? Lakini jua ni hili moja. Wewe Konstantino akasema hapa kuna Baba, hapa kuna Mwana, kuna nani? Umeona akili yake? Sema hawa watatu wanakuwa Mungu huyu. Hivi mnaelewa vizuri eh? Alafu ukipiga hesabu ya jua kibabeli utapata 666. Maana Nebukadnezar alitengeneza sanamu ina urefu wa zilaa 60, upana wa zilaa 6. Ukichukua 60 maana 6 utapata ngapi? 300 ngapi? Na hapa hesabu yake ya mnyama hizo na akili ya kuhesabu. Wababeli walikuwa na wakishamaliza hapo nagawa ile 360 kwa nyuzi 0, sawa? Inabaki 30 ngapi? 30 ngapi? Atachukua 36 uhesabu kuanzia uandika 1 jumlisha 2 jumlisha 3 mpaka jumlisha 36. Utapata 660. Kwa hiyo Nebukadnezar alijenga ile sanamu ikiwakilisha 666. Hivi mnaelewa vizuri eh? Na juzi hapo wataalamu wa ekoloji waligundua kule katika kasri la Nebukadnezar bampa ambao lina 666. Yule mwanamke ni Babylon. Kwa system ya zamani inarejea. Maana ya 666 ni alama ya kibinadamu, ilikuwa ni inawakilisha ibada ya Mungu jua. Hivi unaelewa vizuri eh? Sasa haya mambo yako na fundisho la tatu utaona lina pembe ngapi? Pembe ngapi? 3. Nyuzi 60, nyuzi ngapi? 60. Wanazidisha kwa piramidi la pili au mara 2 unapata 360. Ukigawa kwa nyuzi 0 unapata 30 ngapi? Na ukijumlisha inakuwa ngapi? 600. Hizo ni hesabu. Yaani jamani wajanja, yaani wanakuwekea hesabu zao ndani kwa ndani. Sababu yule mnyama yule mwanamke ana jina la nini? La nini? La siri. Huwezi kujua mpaka uchambue ingie katika hesabu, utagundua ameficha siri juu ya maisha yako wewe, hatima yako. Sasa Konstantino tunampata anaingiza fundisho la nini? La utatu. Jumapili, ubatizo wa kujimwagizia na mambo mengi yasiyofaa. Sasa baada ya hapo Pope walivyochukua mamlaka ule mwaka wa 538 ndio akaanza kusimamia mafundisho ya Konstantino. Kwa hiyo Papas ni Kaisari yule aliyevaa vazi la nini? La kiaskofu. Kwa hiyo Roman Empire ikapotea kipagani, ikaja nini? Kidini. Kwa hiyo Roman Empire iko ndio kile kichwa kilichoongoza dunia. Kilipata jeraha nini? La upanga kwa muda, na kitainuka tena. Kikiinuka maana yake mafundisho ya Katoliki yatakuwa yameshika nini? Dunia. Je, niwaambia habari njema? Mafundisho karibu yote dunia hii, yawe ya kiuchumi, yawe sio ya kisiasa, yanatoka wapi? Hapo. Wapi? Hebu chukua kitabu cha Laudato Si, iko hapo. Nyosha juu hivi. Laudato Si. Hichi kitabu kimeandikwa na Papa Francis mwaka 2015. Na kilikuwa presented pale katika COP 21 Paris. Nikisema COP 21 ni kwamba mataifa yalikuwa yamekutana. Ilikuwa ni kikao cha 21 cha mambo ya climate change. Alafu mle ndani wakakuwa wanachakata kina Obama, wafalme wa dunia, wafalme wa nchi, wakitafakari namna ya kuidhibiti dunia, kuondoa hewa ya ukaa ili dunia iwe katika hali njema. Wanasema kwamba ikifika 2030 kama viongozi wa dunia na viongozi wa dini hawataungana kuikomboa sayari dunia itaangamia. Sasa mpango gani au mkakati gani wa kuiokoa dunia? Mkakati ulioshinda ni mpango wa ndio hiyo Laudato Si ikaandikwa na Obama, rais wa Marekani, akasema tumesumbuka miaka mingi, tumebishana hapa, tumeweka hoja, tumefeli, lakini mpango wa Papa Francis unatosha kuiokoa sayari nini? Alikuwepo pale msanii anaitwa Leonardo DiCaprio, mnamfahamu? Mwenye movie ya Titanic. Si mnafahamu? Yule actor ni mtu mkubwa sana, Arnold Schwarzenegger, na wasanii wakubwa duniani
wasanii wa kike na wacheza mpira wote walikuwa katika kile kikao kile, wote wakachukua Laudato Si wakaiprize, wakasema jamani, dunia tazameni mpango wa kuokoa dunia. Ban Ki-moon wakati ule akasema sasa tutakuja kumtembelea nani? Pope Vatican. Wakamtembelea, wamevaa nguo nyeusi, papa amevaa nguo nyeupe. Papa akawakabidhi kitabu cha kukomboa nini? Kukomboa nini? Dunia. Wakamheshimu na kuinama na wakaondoka. Leo katika nchi yako kuna mifuko ya nylon, unaambiwa upande mti usipande miti. Leo sasa unaanza kuambia mtumie gesi inaanza kutolewa. Anaipeleka dunia kwenye shida, kwa mujibu wa pambano kuu. Kuna nini? Shida kubwa. Mkaa, leo mnatumia mkaa, askari umejaa hapo. Hiyo ni kitabu cha Laudato Si kinasema msitumie nini? Mkaa. Msiwe na nini? Na nylon. Msiwe na moshi wa viwaka. Ni hicho kitabu. Sasa ndani hicho kitabu kina mambo mengi, nyenye wavivu kusoma. Sasa njeni kusomee kitu ambacho ndani ya kitabu kimo. Ndio utaogopa sasa. Nisomee ule ukurasa wa 234. Asante, nyingi sana. 234. Soma hapo. 200 100. Hebu lete ikimesha. Mimi kuna nachangana Kiingereza. Njeni nikuwekee tu hapa. Tuanze hapa. Nimepiga mstari. Utaona kitabu ndani yake kina azimisho la Dominika. Azimisho la nini? Kwamba dunia ili iweze kuwa na utulivu, hewa ya ukaa itoke, inabidi dunia ipate pumziko la Jumapili. Pumziko la nini? Kwa climate change ndani yake nyewe mnashabikia na ina pesa nyingi. Vijana wengi, hata mmoja ananiambia, Masawe, wewe una followers wengi, tuandike proposal, kuna mzigo wa kutosha kwenye hoja ya climate change. Vijana wengi hapa wanapewa pesa nyingi sana. Kuna hela nyingi. Huu mpango unakuja na nini? Na pesa. Ukisikia yule mnyama na nguvu yake nini? Pesa. Na hapo wengi tutaikana nini? Imani. Pesa ni tamu jamani. Uongo kweli? Pesa ni nini? Ni tamu. Ndio maana unatafuta kazi, unafanya biashara, pesa ni tamu. Pesa ni tamu. Soma hapo. Anasemaje? Ushirika wetu katika azimisho la Ekaristi takatifu siku ya Dominika una umuhimu wa pekee. Ina umuhimu wa pekee Kama ilivyo Sabato. Siku ya Dominika imepangwa iwe siku ya kuponya. Ya kuuponya uhusiano wetu na Mungu. Hicho kitabu Obama anafanyaje? Anakishabikia. Sasa humo malizo ni marefu, muda wangu ni mchache. Ingia kwenye account ya Twitter, Google kamtafute msearch mtu mmoja Jacob Mzuma. Jacob Mzuma ndio kiongozi, waziri wa climate change wa East Africa. Ofisi yake iko pale Nairobi. Maana ofisi nyingi zipo kwa ndugu zangu kina Collins kule. Sababu nyinyi mlichagua ubepari. Sisi tulichagua nini? Ujamaa wa China na Russia. Na ujamaa wa China na Russia ni adui na Vatican. Nyie mkachagua papacy. Na zile nchi ambazo zilichagua hiyo China na Russia ni nchi ambazo hazina maendeleo makubwa. Hapa East Africa, Kenya imewekwa kuwa boss wa East Africa na kati. Tuko pamoja paka mzee Makau. Ofisi zote za UN ziko wapi? NATO mko wako pale. Yaani leo ukicheza na Kenya unapigwa na NATO. Sasa point inayokuja iko hivi, ni kwa sababu nchi zote ambazo zimepinga purpose zinashughuliki. Russia haina vita. Iran haina vita. China inakuja kupigwa vita. Muda si mrefu Tanzania ichague kunyoa ama nini? Na juzi tuliona mtu akaenda kule Russia imeleta disturbance. Haya mambo hayafanyiki kwa ajali. Russia inapigwa kwa sababu Russia wamekataa fundisho la Vatican la Filok kwamba Roho Mtakatifu ni mwana wa Yesu. Wao ndio wasema yeye je kuwepo kwenye Biblia. Ikawa mtafaruku mkubwa sana. Nenda kaangalia mwaka 1050 ile skimu ya Katoliki na Orthodox ilikuwa nini? Papa akamfuta ushirika askofu wa Orthodox wa Russia Byzantine, alafu wa Orthodox wakamlani Pope.
kuna vita vikubwa hapo. Ni issue nini? Issue ilikuwa ni Trinity. Ni nini? Trinity. Maana Trinity ya Roma ndio hii ya Konstantino ya Mungu jua. Wao wakasema haiwezekani. Kuna Mungu Mwenyezi na Yesu ni mwanawe. Na Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Roho ya Mungu. Ilikuwa ni beto kubwa la kiyama. Papa aliwawinda akawatawala miaka 70. Miaka mingapi? 70. Baadaye wakapanchi akawatumia Uislamu mwaka 1453. Ndio maana leo Orthodox wanaimba huu, bora kukaa chini ya kofia ya sultani kuliko kofia ya nani? Ya papa. Huu ni msemo wa Orthodox wote, kama kuna Orthodox kwa wafuate. Maana ujamaa aliwagonga. Na baadaye ndio maana leo papa haruhusiwi kukanyaga Urusi. Hakuna papa toka upapa umeanza dunia hii kukanyaga Urusi. Hawataki. Alienda pale Ugiriki, waliandamana wale wa Orthodox, wakasema son of bitch, wakamita papa sana nini? Polisi wakawatoa wakawapiga pingu wale maskofu. Hawamtaki popo. Leo wanakanyagika. Fuatilia vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Nani waliokufa wengi? Si Wayahudi, no Orthodox. Nenda kaangalia mwaka 1443. Kasome Google Ustashi. Google hapo Ustashi. Ni kikundi ambacho kilianzishwa na mapadi chini ya udhamini wa ITRA. Walikuwa wanaua nani? Walikuwa huyu Waislamu. Wanaua wa Orthodox tu. Wanachimba shimo, unachinjwa mmoja baada ya nini? Umkiri Pope, kanisa la Rumi ama Ustachi. Haya mambo wameyasome vizuri. Issue ni Trinity na mambo mengine mafundisho. Kukataa Pope kama si mkuu wa kanisa. Hivi mnaelewa vizuri eh? Hiyo ni history, imefichwa katika historia. Kwa vita vyote havipatikani kwa ajali. Ni mpango nini? Mikakati. Sasa tunamaliza hivi kwamba unapochagua mafundisho haya ya katika usafi huu, unachagua vita vikubwa. Ni Yesu tu anatulinda. Bwana asifiwe. Kuna nguvu kubwa zaidi yao ambayo wao inawashangaza kwa sababu Mungu ameweka mkono wake. Ile kuna siku Mungu ataruhusu mambo yaende hivi ili auangamize nini? Ulimwengu. Sasa huyu Uriah Smith anasema hivi katika Sort on Revelation page 425, rangi nyeusi ni kinyume kabisa cha rangi nyeupe ya muhuri wa kwanza. Kama vile weupe unavyowakilisha usafi wa Injili, weusi unawakilisha giza la kiroho, upotovu, kuasi kwa kanisa, mizani mkononi mwa mpanda farasi inawakilisha njaa ya kiroho, uhaba wa chakula cha roho ambacho ni neno la nani? La Mungu. Zama za giza. Lakini leo zama za giza zimeingia kwa namna ya ajabu sana. Sasa nenda katika ukurasa unaofuata, afu katika hapo afu soma title, kuna maana nimepigia mstari, yasome hapo. Ya chini anza title yake. Anasema uhusiano baina ya Utatu Mtakatifu na viumbe. Uhusiano baina ya Utatu Mtakatifu na nini? Na viumbe. Hiyo ni Laudato Si alopokea Obama na Umoja wa Mataifa. Afu Umoja wa Mataifa kaangalia wale walimu wa uanzilishi wa Umoja wa Mataifa ni Jesuit. Wote. Angalia Umoja wa Ulaya, waanzilishi nani? Jesuit. Na katiba yake ilisainiwa pale Vatican. Umoja wa Ulaya. Hakuna kitu cha ajali. Hivi mnaelewa vizuri eh? Roma inatawala nini? Hebu nipe andiko hili kwanza. Ufunuo 13 mstari wa 4. 13:4. Inasemaje? Anasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Umesikia vizuri eh? Maana uwezo wa joka uko kwa nani? Kwa mnyama. Kwa nani? Kwa mnyama. Nao wakamsujudu yule mnyama. Ndio. Wakisema, ndio. Ni nani afananaye na mnyama huyu? Ni nani ambaye anafanana na mnyama huyu? Tena. Ni nani aweze kufanya vita naye? Tena ni nani aweze kufanya vita naye? Wewe unaweza. Pasipo Kristo atufanyeje? Hatuwezi. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa na Kristo, yeye ni powerless. Bwana asifiwe. Yeye ni powerless kabisa. Ni powerless. Lakini nje ya Kristo utanyigwa. Endelea kusoma hapo. Anasema, ndio. Ulimwengu uliumbwa kwa nafsi 3. Ulimwengu uliumbwa kwa nafsi ngapi? 3. Unasema ni maelezo unapiga mstari? Ndio. Anasema, ndio. Ulimwengu uliumbwa kwa nafsi 3. Ulimwengu uliumbwa kwa nafsi 3 zilizo na umoja. Lakini kila nafsi ilifanya kazi hii moja kulingana na hali yake. Ndio. Matokeo yake tunapotafakari na kuushangaa na kushangaa ulimwengu katika uzuri wa fahari yake, tunapaswa kutukuza Utatu Mtakatifu. Yaani ukiangalia fahari yote ya ulimwengu
unaambiwa unapaswa kutukuza nini? Utatu Mtakatifu. Sasa wewe unakataa kutukuza uone. Maelezo mengine Anasema ndio piga mstari. Kwa Kristo imani ya Mungu mmoja ambayo yuko katika ushirika wa watatu ndio inaashiria kwamba Utatu Mtakatifu umeacha alama katika uumbaji wote. Endelea. Anasema mtakatifu utakatifu wa Fransiskani ulikuwa ni Mkatoliki wewe. Endelea. Anasema anatufundisha kwamba kila kiumbe kinachukua taswira ya Utatu Mtakatifu na taswira halisi kiasi kwamba ingeweza kutakafariwa vyema pasinge kuwepo hali hafifu na dhaifu ya mwanadamu kuona. Kwa mtazamo huu mtakatifu huyo anatupatia changamoto kwamba ya kujaribu kuona ukweli katika msingi wa utatu. Ili uweze kuona ukweli unaona katika msingi gani? Wa utatu. Huyo ni Pope Sasa hichi kitabu kimetengeneza law of the land. Hiyo ndio sheria ya nchi, sheria ya dunia. Ukristo ukiendelea kusoma, Ukristo unapimwa kwa fundisho la nini? La utatu. Sasa leo madhehebu yote msingi wao ya Kikristo, msingi wao ni mmoja tu. Usipokuwa muamini wa utatu, wewe si Mkristo. Sasa kama Pope umoja wa mataifa umemkubali, alafu wewe unafikiri mataifa watakataa? Nchi ndogo ndogo. Ukisema wewe ni Mkristo afu uamini utakubali? Uweze kukubali? Uweze kufanyaje? Ukubali. Sasa iko hivi. Dakika 2 za nyongeza. Asante. Iko hivi, tukamalize. Katika hiyo Laudato kuna vitu vingi ambavyo tujavigusa na muda wake ni mchache. Tutakutana katika maswali ya kesho. Sawa sawa Katika somo langu la kesho kama muda utakuwepo, nitatoa muda mrefu kwenye nini? Maswali ili mnioji. Na tutaenda, kabla sijaingia katika hiyo, tutakuja kuangalia siri ya uasi katika nini? SDA. Siri ya uasi katika nini? Ndio mtaona hapa jinsi ili kanisa lilokunywa mvinyo wa Roma, mvinyo wa Vatican. Kwa hiyo tunapojiita matengenezo, hatujiiti kama jina la kidini. Aidha tunajiita au tujiiti. Maana yake ni hii moja. Tunatafakari kila hatua ya ukweli wa Biblia na kuchukulia hatua kuufuata. Bwana asifiwe. Hapa tunakuwa ndo maadui wa wengine. Tupo katika zama ngumu sana, zama za giza. Lakini Mungu ametuahidia jambo hili. Isaya 60 mstari ule wa kwanza na wa pili. Isaya 60 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ndio. Maana tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe. Bali Bwana atakuzukia nani? Wewe. Atakuzukia wewe. Si mimi, si sisi, wewe. Kwa hiyo ni ujumbe wa peke yako. Ujumbe wa nini? Peke yako. Ukiupokea ni kwa ajili yako peke yako. Si ujumbe kwa ajili ya watu wote. Peke yako. Ni wangapi kesho wanasema wana maswali? Nyosha mkono wao. Katika somo hii mada hii. Nione tu. 1, 2, 3, 4. Au wewe upo? Watu 4 kesho nitaanza na haya maswali. Lakini sasa kuna kitu nilikuwa natafuta namna ya kupata. Kuna message moja hivi nimeandaa, kama itafanikiwa, kuhusu Roho Mtakatifu kulingana na view ya waasisi na Ellen White. Alafu kuna changamoto ambayo watu wanashinda kuielewa hiyo view yake. Kunafika kama page kama 50 hivi. Kama utakuwa yule ametengeneza, basi mnaweza mkavipata baada ya Sabato. Sasa ni wangapi wako tayari kuchukua kitabu? Kidogo tu mpate view hiyo, ili maswali mengi msiulize. Hebu nyosha mkono nione, nimwambie jamaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Watu kama 30, si ndio? Sasa hiyo itawasaidia pia kujua hoja za nini? Msimamo wa Roho Mtakatifu kulingana na waasisi wetu. Bwana asifiwe. Kama itatoka basi mtaipata, na kama sivyo tutaandikishana nini? Majina
tutatumiana huko pembeni ili mweze kuipata. Baada ya kusema hayo, tupate kuomba. Unasemaje kiongozi? Una jambo? Wimbo? Tumeambiwa dakika zimeisha hapa. Okay. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Naomba mkono wako ukawe nasi. Tumeongea mambo makubwa sana ambayo hatatuweza kuyastahimili yatakapotukuta. Lakini peke yako tu unaweza, maana ndio umeagiza tuyaishi. Ndio umeagiza tuyasimame na kuyatenda. Tu nani? Lakini Bwana umetupenda. Na ndivyo ilivyokupendeza mambo haya kuwaficha wenye hekima ya dunia na kutufunia watoto wachanga hivi. Baba, katika jina la Yesu, tukapate kibali machoni pako, ili ujumbe huu ambao ni mzito kwetu ukapate kibali na uwepesi ndani yetu, ili kwa pamoja tukafanye matengenezo na tukachukua hatua ya kuupeleka ujumbe huu kwa kujiungamanisha katika Kristo na nguvu zake aliye juu, ili kwa pamoja mipango ikakamilike. Nikiombea mpango na umoja wa kanisa hili la mtengenezo. Kuna wengine wanashindwa kutuelewa, lakini Bwana, sisi jambo letu ni moja tu, kujifunza ukweli huu na kuupeleka kama ulivyo. Tupe hekima na baraka zote ambazo Bwana tunakuanza kutupa kwa kila mmoja wetu, haiza kwa rasilimali na kujitoa, ili kwa nguvu hii wakati huo utulivu tuishikamanishe kwa pamoja, tuwe na nguvu ya pamoja, ili tuweze kufanya kile ambacho Bwana kimekupendeza tukifanye. Tunaenda katika kipindi kingine. Mkono wako wa neema uwe nasi katika Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyekiti, na naombeeni kitu moja kwa tumesahau